nawaelewa kidogo, lakini huku kwa Yanga unaona kuna utata kwenye maamuzi. Kwa nini nasema hivi? Ni kwa sababu awali walitangaza viingilio, kisha baadaye wakaja wakaviondoa. Mathalan, kuna mtu inawezekana alinunua tiketi yake mapema akiwa naamini huu ni mchezo mkubwa muhimu, timu inatakiwa kufuzu, akataka kununua au akanunua tiketi yake mapema, na mathalan huyu mtu mmoja, alafu baadaye mmekuja mmeondoa. Na inaweza siwe ni mtu mmoja, kwa sababu afisa habari wa Yanga Alikamwe alisema alisema mauzo alikuwa anakwenda vizuri, maana sio mtu mmoja. Maana alikuwa ni watu wengi. Na nimekuuliza hii kwa sababu mfano mimi nimelitrack mbali kidogo hili. Tunaambiwa huku mashabiki ndio waliomba, na tulimwona mzee mmoja ambaye yuko upande wa wanachama akiwa sehemu ya watu ambao wametajwa, aliwasilisha wazo la mashabiki, sio? Lakini hao mashabiki hao ndio ambao walipiga kelele kuhusiana na Romain Folz. Uongozi ukatoka hadharani ukasema wanakwenda na kocha huyu. Baada ya jambo wakarudi kule kwa mashabiki. Hili tena wamerudi kule kwa mashabiki baada ya kufanya maamuzi. Unawaona wako kwenye kitu kinaitwa decision making crisis Young Africans. Yaani wanapata utata kwenye maamuzi. Nafikiri mimi naweza kuwa na mawazo tofauti kidogo. Nafikiri viongozi wa Yanga wanatafuta kura kwa wanachama kwenye uchaguzi ambao unafuata mwakani, kwa sababu mpaka sasa kwenye ahadi ambazo waliziweka hakuna ambao wameitekeleza zaidi ya timu kushinda mataji pekee. Kwenye ahadi zingine zote hakuna ambao wamefanikiwa kuitekeleza hata hii moja, zaidi ya timu kushinda mataji. Kwa hiyo pengine inawapa shida kwamba inawezekana mpaka mwakani wasiweze kufanya jambo lolote kwenye zile ahadi ambazo waliziahidi. Kwa hiyo inasababisha sasa wawasikilize zaidi wanachama na mashabiki wanasema nini, ili watekeleze kile ambacho mashabiki wanahitaji, ili waweze kwenda kupata pia kura kirahisi kwenye uchaguzi unaofuata. Nasema hivi kwa sababu gani? Kama klabu iliandaa mpaka mchakato wa kuuza tiketi, manake klabu ilikuwa haipo tayari kuingiza mashabiki bure kwenye huo mchezo. Lakini baada ya kuona kuna wanachama wameomba mechi iwe bure, wakaona waitumiwe kama nini? Kama fursa ya kutaka kuingiza watu bure, na kwa sababu aliyeomba ile mechi mashabiki waingie bure ni mwanachama mkongwe wa Young Africans ambaye anaweza kusema kitu nchi